Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Online TV, karibu katika kipindi chetu cha Almanafi. Leo ni siku nyingine nzuri katika kipindi chetu hiki, tukiwa na mwendelezo wa vipindi vya Almanafi pamoja na mgeni wetu Alhaji Sheikh Sharifu Mikidadi Robert Matongo. Kama ilivyokuwa kawaida, tunazungumzia vitu vingi sana katika kipindi chetu cha takriban dakika zisizopungua 30, tukiwa tunaendelea kudadavua historia ya Alhaji Sheikh Sharif pamoja na matukio yake ambayo amekutana nayo, lakini pia tuna nafasi ya kupata nasaha kutoka kwa Alhaji Sheikh Sharifu Mikidadi Robert Matongo, lakini pia mwisho huwa tunakuwa na session ya kuweza kuomba dua. Kwa hiyo chukua nafasi hii ndugu mtazamaji kuweza kuweka nia yako katika kile ambacho kinachokusumbua, inshallah faasa katika kumwomba Mwenyezi Mungu akaweza kutufungulia katika mambo yetu. Bila kupoteza muda, napenda kukaribisha Alhaji Sheikh Sharifu Mikidadi Matongo. Karibu sana katika kipindi chetu. Shukran. Alhaji Sheikh Sharifu, kuna mambo mengi kama ilivyokuwa kawaida ya kipindi chetu, tunaanza na historia kidogo ili watu wapate kukumbuka, lakini pia tunaona katika vipindi vyetu bahati nzuri tumepata nafasi, baadhi ya watu umewataja na wengine wamekupigia simu ambao umepotezana kwa miaka mingi sana. Basi kuna historia ambazo tunahitaji kuweza kuzijua na hatimaye kuweza kuwakumbusha watu wale ambao walikuwepo katika kipindi hicho. Labda tuzungumzie mwaka 2009. 2009 Alhaji Sheikh Sharifu pamoja na msafara wako mlipata nafasi ya kutembelea katika kisiwa cha Juzul Qamaria au katika ardhi ya Komoro. Hebu naomba utupe kwa muhtasar, kabla hatujarudi katika ardhi ya Tanzania, kipi kilijiri katika ardhi ya Komoro? Karibu sana. Innal hamdalillah alhamdulillah rabbil alamin ya rab kafani fakhran an yakuna laka abda وكفاني عزا أن تكون لي ربا ومما زادني شرف وصيحا وقدت بها مساعتها سلي تحولي تحت قولك يا عبادي وإن سيرت أحمد لي نبيا وأشهد أن لا إله إلا الله الشمس والبدر من عنوان حكمته والبر والبحر صيد من أطاياه الطير صباه والوحش مجده والموج كبره والهود ناداه والنمر تحت السحور سمك لكتساه والنحل يحتف حمدا من ألاياه والناس ياسونه جهرا ويفجره وعبد ينسى ورب لا ينسى. أما بعدكم شكور Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalal, na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye alladhi fa'allamana dina al-Islam, ndo mwalimu wetu wa dini hii ya Uislamu, na masahaba zake na ahli yake, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atukutanishe na mtume wake katika pepo yake. Kweli tulipata ziara ya kwenda Juzul Qamar ama Komoro, na tuliondoka na ujumbe kama watu 9 ukiwemo wewe Sheikh Ali. Naam. Katika sehemu ambazo tulipokelewa vizuri sana, lakini wakati tunaingia sisi Komoro palikuwa pana tukio la ajali ya ndege. Ilikuwa kama sisi tunafika leo, siku 2 nyuma palikuwa tayari kuna ajali ya ndege ambayo ilitokea. Kuna ndege nadhani ilikuwa, sikumbuki ni ndege gani, ilikuwa ni Yemen Air nadhani. Ilikuwa ina land pale Komoro. Airport ya Komoro iko karibu na bahari, nadhani ikaran vibaya ikaingia baharini. Kwa hiyo wakati tumeshuka pale, alikuwepo kipindi hicho almarhum, alikuwa ni kadhi wa Komoro, alikuwa anaitwa Sheikh Jailani, mashaallah, Allahumma salli Mwenyezi Mungu amrehemu. Akatupokea akatuambia, Sheikh, tuombee dua kwa sababu madaiva wa hapa wamefanya kazi kubwa, maiti hazijapatikana wala miili haijapatikana, kwa tuombee dua.
kweli tukafanya dua pale. Tulipofanya dua usiku ule tuliposhuka pale, baada ya kufanyika ile dua, asubuhi yake maiti zikaanza kuja juu, zikaonekana Komoro na sehemu mbalimbali, na zingine zikaonekana mpaka kwetu upande wa Mafia zikaonekana. Kwa hilo jambo likawa ni jambo kubwa sana, kwa sababu wakati Sheikh Jailani anatupokea pale, maana tulipokewa kidiplomatic. Kwa hiyo vilikuwepo vyombo vya habari pale, na ilikuwepo station yao inaitwa Ajao, sijui Ajao TV. Kwa hiyo Sheikh Jailani akasema pale, Sheikh, tunamuomba tufanye dua pia, Mungu ajalie kwa ujio wake na baraka zake kama wageni, kwa sababu wageni wana nafasi ya kuomba dua na Mungu akakubali, basi jalie tupate. Na kweli tumefanyika dua na maiti zikaanza kutokea. Basi ikawa kila mihadhara tunafanya inakuwa ina watu wengi. Tukafanya mhadhara mkubwa pale Ajao, ndio kwa mhadhara wa kwanza pale. Mhadhara ulikuwa una vurugu sana, maana yake ilikuwa mpaka kutoka mimi kwenye ule mkutano ilikuwa ni taabu sana. Mpaka rais kipindi hicho alikuwa ni Ahmed Abdullah Sambi. Basi pale akatupa ulinzi, ikabidi letewe wale walinzi wanaomlinda rais wale, wakiwa chini ya uongozi wa mtu mmoja anaitwa Daf. Alikuwa chief protocol wa Baiti Salam. Ikulu yao nakumbuka alikuwa anaitwa Baiti Salam, na mlinzi wetu alikuwa Mukhtar, ndio alikuwa mlinzi wa kwanza. Baadaye tukapewa mlinzi anaitwa Dada, ambao sasa hivi Dada ndo mlinzi mkubwa wa rais wa sasa Ghazali. Kwa hiyo alhaswa tukafanya mihadhara pale, watu wengi kutokana na dua wakapata shifa. Palikuwa pana mtu aliposikia tuko pale Komoro, alikuja kutoka, walimtoa Ufaransa Marseille. Alikuja, huyu alikuwa na mtoto wake, alikuwa hazungumzi toka amezaliwa, na akawa ni kijana takriban, akashafika takriban miaka 9, hazungumzi. Kwa yule bwana aliposikia vile akakata tiketi, na ilikuwa tabu kutuona Komoro kwa sababu ilikuwa watu wengi sana. Kama baada ya siku yule bwana, sisi kila tukirudi pale tunakuta usiku yuko pale na mtoto. Siku hiyo nikamwambia Mukhtar, ambaye mlinzi wangu, yule mtu nimeona mara 3 sasa, kila tukirudi tunamkuta yuko na gari yake nje, na tukitoka namuona tuko nje. Hebu nataka nijua na nini. Palikuwa pana mlinzi mwingine tulikuwa naye, alikuwa anaitwa Anwar, alikuwa ni kutoka idara ya polisi. Basi Mukhtar akamwagiza yule Anwar, akamwita, nikamwambia mleteni. Akasema, Sheikh bwana, huyu mtoto wangu amekuja, hazungumzi maneno. Mwanzo alipozaliwa, alipofika umri fulani anatamka ile kama baba, lakini sasa hivi imefunga kabisa, na ana umri wa 9. Basi mimi nikachukua maji nikamsomea, nikamwambia mpeni, yani nikawaruhusu pale. Akasema, Sheikh, hii tu imetosha. Nikamwambia, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, inna Allah shafi. Basi kweli asubuhi yake anarudi mtoto anapata maneno, anazungumza. Akarudi pale. Kwa hiyo mambo mengi yalitokea katika ardhi ya Komoro. Ndipo rais pale akaamua tutembee ile Komoro, tukatembea visiwa vyote, tukaenda Ngazija, ndio tulikuwa tumeshuka, tukaenda Mweli, tukaenda Anjuan, unafahamu. Kwa hiyo tukaitembea ile Komoro nzima. Mashaallah. Basi asante sana kwa historia hiyo, ina vitu vingi sana. Na binafsi yangu nikikaa nikifikiria, kuna vitu vingi sana ambavyo navifikiria tulipokutana navyo Komoro, na baadhi ya watu napata taarifa wengine wametangulia mbele za haki, hususan Sheikh Sheri ambaye alikuwa ndo mfasiri wetu, kila la kheri uko mbele za haki, na wengine. Lakini kwa kweli Waislamu wa Komoro walitupokea vizuri sana. Sasa hii ni katika international, lakini hebu tuje katika matukio kidogo ambayo unayakumbuka. Kwa bahati nzuri nimepata nafasi ya kukaa na watu ambao walitembea na wewe sana katika kipindi hicho. Kina marehemu Alhaji Sheikh Said Omar Riko, kupo kina marehemu Mbwana, walikuwepo kina marehemu Mzee Mahawia Karenga, marehemu Mzee Hasani. Wengi wametangulia mbele za haki ambao ulikuwa ukifuatana nao na ulikuwa karibu nao sana watu hawa.
tulipata nafasi ya kuzungumza. Katika ardhi ya Tanzania hii umefanya ziara katika mikoa yote ya Tanzania, lakini tutajaribu kudadavua kadiri vipindi vinavyozidi kwenda sehemu moja moja. Hebu tupe historia ya matukio hususani katika mikoa ya nyanda za kusini, hususani katika mkoa wa Ruvuma. Ulifanya muhadhara Songea mjini, pia ulipata nafasi ulipokuwa mdogo kabisa ulifanya muhadhara katika mji wa Mbinga. Kuna tukio lilitokea, hebu tuelezee ili mtazamaji aweze kupata faida katika ile Mbinga. Kilitokea nini ulipokuwa mdogo? Shakali, kama unavyojua kwamba Mwenyezi Mungu alikujalia mimi alivyonitia katika tasnia hii ya dawa. Ndio. Basi sisi ilikuwa ni kazi yetu ni kufanya mihadhara. Ndio. Tunazunguka kila sehemu, karibu ni kila sehemu tumekuwa katika Tanzania hii, nadhani kila sehemu tumekwenda. Ndio. Hali kadhalika East Africa yote ina nchi nyingine za West Africa na some Europe country na hivi. Na ilikuwa lengo ni tafkira, ni kufanya watu ili waje katika dini ya Uislamu. Ndio. Kuambia watu uzuri wa Uislamu, lakini pia kuwanasihi wale Waislamu ambao wamesahau dini yao. Ndio. Kuwakumbusha kama vile Mwenyezi Mungu anavyotuambia, wa ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Ni nani aliyokuwa na kauli bora kuliko yule anaoita katika njia ya Mwenyezi Mungu? Kutoka wazee wangu waliosilimu, tukawa sisi tunazunguka katika dawa. Kwa hiyo watu walikuwa wanasilimu katika mambo makuu matatu. Kuna watu walikuwa wanakuja ile wakiona tu kwamba mtu mwenyewe ni yule na anazungumza, mtu anakuja, mimi nataka kusilimu kwa sababu huyu mtoto tumeona mtoto mdogo na anaongea mambo. Wengine walikuwa wanasilimu kutokana na maswali yale, mtu wanauliza watu wanajibu, mtu anakaa anafikiria, kwa nini umesilimu? Ni mbona huyu mtoto mdogo? Maswali anayojibu maswali ambayo hata mtu mzima anaweza, lakini anajibu hapo hapo, basi anaamua kwa nini kusilimu. Lakini wengine Mwenyezi Mungu alijalia katika hidayah ya kusilimu baada ya kuona matukio baadhi. Kwa mfano tulipofika sisi katika mji wa Mbinga, wale wenyeji wetu wakatupokea, pakawa kuna hoteli tukawa tunalala, guest house, ikawa tumechukuliwa. Sasa mkabala na ile hoteli kuna mtu alikuwa nadhani sijui ilikuwa ni kama ana klabu hivi ya pombe ama hoteli ama sijui alikuwa nini, lakini akawa anapiga muziki mkubwa sana. Sijui ilikuwa ni disco, sikumbuki ama sijui ilikuwa ni kitu gani, lakini kazi yake kwa anapiga muziki mkubwa sana. Sasa wale wageni wale wenyeji wakawa wanaona ile haya kwamba hawa ni wageni wetu mashehe wa Kiislamu, sisi tumatafutia sehemu hii, lakini huyu bwana anapiga muziki na nini. Kwa hiyo wakaenda baadhi ya wazee wakamwambia, bwana, sisi tuna wageni wetu hapa mashehe, tunaomba sio muziki wako uzime ama upunguze kwa sababu unawadisturb. Bwana akawajibu kama sisi bwana, kila mmoja ana eneo lake. Nyimbo eneo lenu, mimi niko eneo langu, hamwezi mkanipa masharti bwana. Mimi kwangu kama nyinyi mashehe, mimi sio Muislamu, sina ushehe, sina chochote kile. Basi katika kuzungumza wale watu wakaja pale, mashehe bwana, samahani bwana, hizi kelele hizi isiwe tabu, kwa sababu tumejaribu kwenda kumsihi huyu mtu, tumemwambia kwamba apunguze huo muziki, lakini huyu mtu hataki. Ndio. Basi nikaambia, nikapiga pale Fatiha, nikasimama nikasali dakika 2. Nikaambia basi kama kajibu, kama mmeenda mmemuomba na yeye amejibu kwa dharau, Mwenyezi Mungu atampa kazi ya kufanya. Hasa pale Mbinga pale walikuwa watu wanalima sana hizi kahawa. Kwa hiyo bwana alikuwa ana magunia yake kahawa na mpunga amechanganya pamoja. Basi baada ya pale kufika muda kama wasali moja hivi, ukatokea moto. Ulipotokea hakujulikana. Basi ikashika ile magunia yote ya mpunga na ungua. Tena sisi na msafara wetu ndo watu wakatoka wakawa wanamwagia pale maji. Wanamwagia kila marehemu shekana marehemu mzee, tuko na kina Shekhe Mazinge, tuka watu wakanzao pale wanamsaidia yule bwana. Mzee mmoja alikuwa yule mkemwata, sisi tulimwambia sisi mbia pale Uislamu huko. Basi tukamwambia pale, lakini Mungu kumbe yule bwana amekaa
Sisi pale Mbinga tulikaa kama siku 4. Yule bwana nadhani alikuja akasilimu kwa tukio lile. Mashaallah. Kwa hiyo matukio kama hayo mengi sana yametokea. Tukio mbalimbali yametokea. Wengine wanatokea kwenye gogo. Wasipoja mtu alikuwa anacheza. Sasa mtoto mmoja akaniita Sheikh Sharif. Kuna mzee mmoja akanapita akasema huyu hana usharifu wote. Alikuwa Muislamu. Unajua kipindi kile kuna watu wengine walikuwa na sio kipindi kile mpaka hivi sasa tunapozungumza watu wao bado wapo. Huyu hana lolote. Basi mimi wakati mdogo nilikuwa na hasira, basi mimi nikalia pale nikaacha kushika nikakaa zangu pembeni nikawa naangalia. Basi wallahi yule mzee anakwenda hivi, palikuwa pana msingi kuna sehemu pa kutambuka. Yule mzee ile kuruka sijui nini kiliingia akaanguka yule mzee. Kwa hiyo msingi ikatokea chupa ikamkata kuanzia ukota fule mkono ukavunjika. Allahu Akbar. Kitendo kama cha sekunde 3 tu. Basi wakaja tena watu pale wakaja kumnyanyua kupeleka hospitali na nini. Sasa sijui nini kilichotokea. Baadaye akaja pale usiku wake amefungwa banje nyumbani. Bwana anamwambia mzee, bwana niombe msamaha wa shekhe nini, nilikuwa tunazungumza kama utani. Mimi hata sina moja yani. Allahu Akbar. Yeye aliona kwamba ni labda mimi nimefanya kitu ama nini. Lakini imetokea tu. Kwa hiyo mengi yalikuwa yanatokea. Mashaallah. Basi nashukuru sana katika siku ya leo kwa kutupitisha hivyo, kwa sababu mambo ya Songea ni mengi na muda wetu ni mchache. Nakumbuka 2005 kwa mara ya kwanza wakati unaniita Songea tulifanya mkutano. Sijui kama unakumbuka tukio hili. Wakati unaomba sadaka kuna mama mmoja alikuja. Hebu likumbushe hili ndo nalikumbuka hili tukio. Elezea. Manake kuna wakati kipindi kile tulikuwa tuna Waislamu wanachangia hii hadhara yetu. Akaja sasa tunaomba sadaka. Sijui mama alikuwa ana lengo gani. Mimi niko jukwani wale Waislamu wanatoa mimi napokea. Basi ile sadaka yake mimi nikairuka sikupokea. Alafu kuna kipindi nikapokea afu nikamuita nikamrudishia mkononi. Naam. Basi nilimrudishia mkononi yule mama baada ya kuondoka pale. Baadaye wanamleta hotelini, wanasema ulimi wake umejaa, umevimba, azungumzi, haongei. Basi tukafanya dua baadaye tukampa maji tukamfanya kisomo. Baadaye alipokaa sawa ulimi ulianza kushuka. Baadaye akasema bwana mimi ni mwanga, nilikuwa nimekuja kumjaribu shekhe, yani kama vile amekuja kuniroga, sababu kuja kunifanya nini. Fahamu, lakini sasa mimi ile lake nilichukua alafu nikamrudishia pale pale. Kwanza nilichelewa kuipokea maana kwa kila mara namruka. Akawa ana insist nikaichukua. Alafu baadaye nikamshika mkono wake hivi kabla aondoka nikamrudishia ile. Labda tuseme kitu kimoja. Kuna kitu unakuhisi au huwa inatokea? Sikisi, basi mimi nakuta nafanya tu. Mashaallah. Basi mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Almanafi, hayo ni baadhi ya matukio ambayo yametokea wakati wa ujana wake, utoto wake na katika ujana wake Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo. Mambo ni mengi sana na vipindi bado ni endelevu. Tutaendelea kuyapata mengi zaidi ya haya ambayo tumeyazungumza katika siku ya leo. Kikubwa ni kuweza kusubscribe channel yako ya Online TV ili uendelee kupata vipindi kama hivi. Lakini pia kwa yule ambaye anahitaji kuweza kuonana na Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo, basi ana nafasi ya kuangalia namba ya simu hiyo ambayo inayopita hapo chini. Basi utapiga kwa ajili ya mawasiliano ya Sheikh Sharifu kuweza kuonana naye ukiwa na matatizo mbalimbali au ukiwa na ushauri au na kumbukumbu yote ambayo utakaweza kukumbuka. Lakini pia kumekuwa na malalamiko ya kwamba namba hii ambayo inaopigwa inakuwa inatumika sana. Basi Mwenyezi Mungu akijalia wiki ijayo tutaongeza namba nyingine moja kwa ajili ya upatikanaji wa Alhaji Sheikh Sharifu. Kaa hapo katika televisheni yako ili upate kuendelea kuangalia kipindi chetu. Sheikh Sharifu, katika siku ya leo una ujumbe gani? Leo katika sehemu zetu za kuzungumzia sihir. Ndio. Katika muendelezo wetu wa sihir. Sihir ni Kiarabu. Ndio. Kiswahili tunasema ni uchawi. Naam.
Na kwa nini tunapenda kuzungumzia uchawi? Ndio. Kwa sababu ni jambo ambalo linawasumbua sana binadamu. Ndio. Linawatesa sana binadamu. Ndio. Kuna uchawi unaitwa mahfudha anin nar. Ndio. Uchawi huu wa sihiri hii mahfudha anin nar ndio ni uchawi ambao unaotumika kwa njia ya moto. Ndio. Wale washirikina wanachofanya, linaweza ikachukuliwa athari yako, kama ni nyayo, kama ni nguo, kama alafu linachora, kuna kitu inaitwa mufradat wenyewe wanasema. Ndio. Inakuwa ni kama jadwali hivi. Ndio. Kama shakona akachora kama mtu ana mikono hivi. Ndio. Afu kaandikwa herufi za Kiarabu. Ndio. Fahamu? Ili ule ni uchawi, ni sihiri. Ndio. Kwa hiyo inachofanyika, alafu inatafutwa sehemu husika ambao wanaikusudia wao. Ile sehemu husika ikisha tafutwa ile, kama ni goti, kama ni nini, alafu kuna namna wanafanya, alafu inatafutwa katika moto. Ndio. Unafahamu? Kama ni jiko, ama especially katika majiko ya mafiga ndo wanatafuta. Kwa mfano kuna majiko ya chini yale, ambao hapa ndo kila siku panapikiwa. Panachimbwa afu inawekwa ile karatasi ikiwa na jina lako ama ikiwa na athari yako. Alafu kila panapopikwa pale, basi wewe ndo unapata maumivu. Ndio maana unakuta kuna watu labda mtu ana maumivu ya kichwa ambayo ya muda mrefu. Mtu anakuwa ana maumivu ya mguu ya muda mrefu. Mtu anakuta kiuno kinamsumbua. Unakuta mtu anakuwa ana maradhi ambayo yanakwenda moja kwa moja. Pamoja na kutumia tiba za hospitalini. Pamoja na kutumia na tiba. Panapoa pale kidogo, panapokuwa hapatumiki. Lakini ili kuiboost ile, kila mtu akiwasha moto pale, basi yale tena ndo kama inakuwa ni charge yake, inachajiwa. Lakini hii mahfudha anin nar pia inatumika katika kumtia mtu maradhi ya maumivu. Mtu ambaye ana maradhi ya maumivu, kiuno kinauma sana, mguu unauma sana, viungo vinauma sana, joint zinauma sana. Lakini pia inatumika pia katika mapenzi. Wewe Sheikh, unaweza ukafanywa kitu kama mtu ambaye humtaki, wewe unang'ang'ania. Lakini sio akili yako. Inachukuliwa jina lako, wana vitu vyao wanafanya, inawekwa Sheikh pale katika moto. Basi ule moto kila unapokoka wewe, nafsi yako inakulipuka wewe. Inaweza kuwa kuna mtu ulikuwa unataka hata kumsikia Sheikh, ikawa wewe ndo huelewi mpaka huyo mtu awe karibu yako ama awe mbele yako. Lakini mahfudha anin nar pia ni uchawi ambao unaweza ukafanyika mtu kuiacha sehemu ama kuikimbia sehemu. Mtu anaweza kuwa umejenga nyumba yako shagari nzuri kama yangu hapo, sawa. Lakini ikafikia pahala wewe hutaki hata kukaa hapa, watu wakachukua jina lako wakafanya mambo, ikawa kila ukiingia hapo unasikia wewe utoke tu. Wewe utoke tu. Wewe yani unasikia kama joto, kama vile unajua mtu anavokaa katika moto. Ushakuwa katika vile vyuma vya moto vile, wale watu wanaofua chuma. Ule moto uko pale, mtu pale hoja anatamani atoke hata nje apate pepo kidogo. Kwa ndo hali ambayo unakuwa unaisikia wewe. Lakini hii pia unafanywa hata katika kazi. Unaweza kuwa ni mfanya kazi bidii, unafanya shughuli yako, unafanya kazi, unafanya biashara yako, ukafanywa hiyo kwa, yani ukiingia kazini huna amani. Unasikia utoke tu. Unasikia wewe kazini hapa utoke. Mtu anakuta utoke, mtu anakuta anatoka, mara mtu anakuwa mgumu kwenda kazini, mara mtu bwana mimi hiyo kazi bwana, basi nikiingia pale nakuwa ni nasikia moyo wangu utoke. Hii ni sihiri inaitwa mahfudha anin nar. Sasa sihiri hizi unazitibiaje? Kuna vitu vingine si dawa tu. Kwa mfano sihiri hizi inatakiwa kuna aya kwanza katika Qur'an usome. Kuna aya katika Qur'an ambayo kuna sura zinakuwa zina wao 17. Unasoma hizo kwa idadi yake. Mathalan ukiangalia katika suratul Baqara aya ya 87. Hii ukisoma hii ina wao 17. Ukija katika surati Imran aya ya 78. Pia ni katika sura ambayo ina wao 17. Sura yani sura ya 78. Alafu ukiangalia pia katika katika surati Nasr, katika sura ya 90 pia unapata hizo wao. Lakini pia Maida 110 aya 110 unapata hizi wao.
lakini pia Fathi sura ya 29 aya 29 aya ya 29 ndio unapata hizi wao 17. Kwa kuna hasa idadi inapigwa ya hizi, kuna idadi yake maalum, alafu unaangaliwa umri wa yule ana yani mwenye tatizo. Maana kama ni miaka 70 basi hizi sura hizi zitarudiwa kwa umri wa mgonjwa mara 70. Kila sura utarudia mara 70. Alafu utaisoma nzima mara moja. Kwa Bakara utasoma nzima mara moja, Imran utasoma nzima mara moja, Maida utasoma nzima mara moja, Fathi utasoma nzima mara moja. Lakini baadaye sasa, lakini katika kila unaposoma nzima mara moja, katika hizo wao sasa ndo unazirudia kwa idadi ya yule mgonjwa, umri wake. Kwa kama ana 50 utarudia mara 50. Kama ana 60 utarudia mara 60. Kama ana 80 utarudia mara 80. Hii ni step ya kwanza ya kutoa hii sihiri yote ambayo ni mahfudha linar. Sihiri yote ambayo imepigwa ama umepigwa kutokana na moto. Umehusika moto wewe, sihiri yako. Fahamu namna inavyotibiwa sihiri ya moto, namna inavyotibiwa sihiri al-hawai, sihiri ya upepo, namna inavyotibiwa sihiri akhjari, sihiri ya jiwe, ina utofauti wake. Sio kwamba ni methodi moja ambayo inaweza ikatibia yote. Hapana. Kwa hiyo kila ugonjwa una design yake ya tiba yake, una dua zake, una aya zake, mara zake, idadi yake, mpaka uweze kupata kile ambacho unalikusudia. Una idadi yake, una utaratibu wake, una dawa zake. Allahu Akbar. Dawa pia una dawa zake. Basi nafikiri kwamba kwa watu wa Almanafi hii ni faida kubwa sana. Yawezekana wewe ni miongoni katika watu ambao unasumbuliwa na masuala kama hayo. Ukikaa nyumbani unahisi joto, kazini, sizungumzi joto kwa maana ya hewa, yani unahisi tafrani, kutokuwa na amani nyumbani kwako. Lakini pia kila unapokuwa umeajiriwa, basi ile kazi bila sababu unaikataa kazi, kugombana na mabosi na mfano wa hayo. Basi hizi ni miongoni mwa njia ambazo Alhaji Sheikh Sharifu amezizungumza, ambazo zinaweza kupata ufumbuzi wake. Hebu chukua nafasi hii, kama una tatizo hilo, piga namba ya simu tuweze kushirikiana pamoja katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faasa ikawa ni sababu ya kuweza kufungukiwa mambo yako. Alhaji Sheikh Sharifu, baada ya hili ambalo umelizungumza la kuhusu maradhi, kama ilivyokuwa ada yetu katika jamii yetu ya siku ya leo ya kibinadamu, ambayo hii inajumuisha watu wote, unalipi la kutuhusia? Kwanza swali, dawa yetu ya Shifatul Jasad ndio imekuwa ni watu wengi mashallah wanapiga simu mashallah wakiwa wamepata shifa. Na ninachoasisizia waangaliaji, hii dawa chukua kadri ya chupa unavyoweza. Unaweza kuchukua chupa 2 3, kwa sababu kwanza haiharibiki. Inaweza ikakaa zaidi. Labda wale tu ambao hakujua kwamba Shifatul Jasad ni Shifatul Jasad min an-niran al-hasad, maana yake ndio jina lake. Shifatul Jasad ni shifa ya mwili, min an-niran al-hasad, kutokana na pigo lote, shambulio lote la hasad, iwe uchawi, iwe ain, iwe jini. Unafahamu? Maana hasad kuna uchawi, kuna ain, kuna jicho na kuna jini. Unafahamu? Kwa hiyo ni shambulio lolote, kwa uwezo wa Allah Mungu anakupa shifa. Na kwa sababu gani? Tunasema imesomewa kisomo. Maandalizi yake ni maandalizi ambayo yametukaribisha zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwanza. Kwa sababu hakuna yote anaopona isipokuwa kwa idhni ya Allah. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Kwa hiyo utaratibu wake ni upi? Imesomewa ndani ya siku 7. Ndio. Na wamekaa watu takriban 9. Ndio. Wale watu utaratibu wao wanakaa halwa ama riadha, wanafungiwa katika chumba kimoja. Wengine wakilala, wengine wanasoma mpaka siku 7 zile zikamilike. Kwa sababu gani? Tunasema kila siku uchawi, sihiri, jini huwa anakuingia wakati maalum. Moja kwanza kujitibia, yani first treatment ni kujua, yani ni kupata kisomo wakati ule muda yule jini
ama ule uchawi ulioingia. Kwa hiyo hii watu wanakesha, maana wengine wakilala wengine wanasoma na wanapishana ili muda wote ndani ya siku 7 iwe dawa hii imesomewa na inasomewa Qur'an nzima. Sawa sawa. Kwa hiyo ndio maana imekuwa ni shifa kubwa kwa watu. Leo watu wanapiga simu kutoka sehemu mbalimbali. Kuna wengine walikuwa wana maradhi. Kuna mtu mmoja akapiga simu kutoka Kenya, alipelekewa. Anasema, Sheikh, mimi na familia yangu tunakushukuru. Tulikuwa wagonjwa, tumesumbuka kwa miaka mingi. Tuna maradhi haya, tukinywa haya, lakini tumetumia kwa uwezo wa Allah, Mwenyezi Mungu ameleta shifa yake. Anayeponya ni Mwenyezi Mungu, hii ni asbabu tu. Sawa sawa. Unaweza ukatumia na usipone. Sawa sawa. Lakini kwa uwezo wa Allah imekuwa ina majibu makubwa kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siri yake nini anajua Mwenyezi Mungu, lakini tunaamini kwa zile dua na ile baraka ya Qur'ani na sharafu yake. Kwa hiyo zipo na watu wajitahidi kuchukua. Unaweza kuchukua chupa 2 3, chukua kwa ajili ya maradhi yako, kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya gari, biashara yako. Una sehemu yako ya biashara haiendi sawa, una nyumba yako haikaliki, una mwanao elimu yake iko chini kufahamu, una mambo mazito ambayo yanakumba kazini, wewe una maadui. Kuna mtu mwingine kazini kwake ana maadui mpaka mwenyewe anajiona kwamba mimi ninao maadui kazini. Ukiingia watu wanavokutizama unaona sio kawaida. Watu wanaweza kukuta wanaongea, ukisogea wewe basi watu kila mmoja anasambaa mpaka mtu anajisi mimi kweli nina maadui. Basi kama una maadui kazini, una maadui sehemu yote, tumia kwa uwezo wa Allah. Lakini wiki inayokuja pia tutazungumzia, kuna dua, tutazungumzia dua maalum kwa watu wenye kuhitajia, kwa ambayo nitaizungumzia kipindi kijacho inshallah. Namna gani ya kushiriki katika hiyo dua. Ni dua ambayo ina manufaa makubwa kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa watu ambao wako hapa katika nchi yetu na katika watu ambao wako nje. Nitaizungumzia hii dua na tutatoa utaratibu wake. Mashaallah. Katika nasaha zetu za leo, wiki iliyopita tulisema Mtume anasema la takdhib. Usiwe una ghadhabu. Ndio. Usikadhibike. Ndio. Na Mungu akasema wal kadhimina al-ghayz. Wale watu wanaozuia hasira zao. Hakuna mtu ambaye akasirike ila wal kadhimina al-ghayz wa afina 'anil nas. Wale watu wanaozuia hasira zao na wanawasamehe watu. Mtu anaweza akakuudhi, lakini dhibiti ghadhabu yako. Kwa nini Mtume alimwambia yule sahaba alipotaka usia akamwambia la takdhib, usikadhibiki? Kwa sababu ghadhabu inaweza ikakufanya ikakupeleka mahala ambapo sipo. Sawa sawa. Leo kuna mtu anaweza akakadhibika, tunapata visa mbalimbali. Kuna kisa kimoja nilikuwa nafuatilia, mtu tu alikuwa anaendesha gari yake, akaja mtu akamchomekea, wale wakatoka, kwa nini umechomekea? Mtu mmoja akatoa nondo akampiga yule bwana akafa. Subhanallah. Wale watu wakamatwa, wakafungwa kifungo cha maisha. Ilikuwa si sababu kubwa, lakini yule ameshindwa kudhibiti ile adhabu yake. Lakini maana Mtume anatufundisha adhabu inaweza ikakost lifetime. Inaweza ikakost maisha yako. Leo mtu akaenda akafungwa kifungo cha maisha kwa ajili ya mtu kamchomekea tu, na wala hakumgonga wala hakumgonga, ile kamchomekea ile katoka na adhabu. Wewe kwani utafanya nini? Utafanya nini? Kaingia kwenye gari, katoa nondo yake, kampiga yule kafa, yeye anakwenda maisha. Athari yake, huyu mtu ana watoto walikuwa wanamtegemea. Allahu Akbar. Alikuwa na mke, ana majukumu, watoto wanakosa, kila kitu katika maisha kinaharibika. Kila kitu kinaharibika for 1 second. For 1 second, kwa sababu ya adhabu yako tu. Wal kadhimina al-ghayz. Ndio maana Mtume akatuambia la takdhib. Bimaana ghadhabu inaweza kuwa hasara kwako. Kwa watu kupanic na kuchukulia na hasira na kuchukulia vitu kwa muhemuko, watu wameharibu vitu vingi. Sawa sawa. Wengine wameacha wake zao, wengine wameharibu familia zao, wengine wamekata udugu wao, wengine wamezila mali zao. Mtu ana jambo lake, basi hiyo gari nimekuachia wewe bwana, adhabu yako mtu anachukua kweli.
Kuna mtu mmoja kisa alikuwa anakwenda yule fundi kila akifuata gari yake, bana gari nitakupa hivi na hivi. Bwana sasa hiyo gari mimi sitaki. Ichukue wewe kama rusha na funguo. Yule fundi akasema mimi sikuwa kweli. Unaelewa? Sababu yake yule mtu amechukua. Baadaye yule mtu anarudi bana wewe ulimwachia wewe. Subhanallah. Kudhibiti ghadhabu ni kitu muhimu sana shekhi. Sawa. Basi mpenzi mtazamaji, story imefurahisha sana ya mtu ambaye ameambiwa kwamba nakuachia gari afu baadaye anakuja anaifuata tena. Sheikh amenifurahisha katika kuzungumzia mtu mwenye hasira, lakini kubwa ni kwamba tusighadhibiki. Alhaji Sheikh Sharif, kama ilivyokuwa kawaida yetu ni kwamba mwanzo wa kipindi hiki, mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine, lakini kama ilivyokuwa ada, basi usituache watupu. Kuna watu na matatizo ya riziki, kuna watu wanahitaji kuweza kupata watoto, kuna watu wanahitaji kupata kazi, kuna watu katika biashara zimekuwa ngumu na matatizo kadha wa kadha, wengine tunayajua, mengine mtu umebaki kuwa ni siri yake. Basi tuchukue nafasi hii kukukaribisha kutufungia kipindi chetu kwa kutuombea dua insha Allah, ili nasi tuweze kupata faida kupitia kipindi cha Al-Manafi. Karibu Sheikh Sharif. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallam. Amin. Allahumma rabbana anta rabbus samawati wa man fihin. Amin. Walakal hamdu Allahumma anta khadimus samawati wal ard. Amin. Wa man fihin anta al-haq. Amin. Wa qawluka haq. Amin. Wa liqa'uka haq. Amin. Wa jannatu haq. Amin. Wan naru haq. Amin. Wa nabiyyuna haq. Amin. Muhammad sallam haq. Amin. Allahumma bika aslamna. Amin. Bika amanna. Amin. Wa ilayka tawakkalna. Amin. Ya muyassir kulli asir. Amin. ويا جابل كل كثير. آمين. ويا معطي كل فقير. آمين. ويا مقوي كل ضعيف. آمين. ويا ناصر كل مظلوم. آمين. ويا مأمن كل خائف. آمين. يسر علينا كل يسير. آمين. واخذ حوائجنا. آمين. وأصلح شؤوننا. آمين. اللهم ربنا إننا نسألك بأسمائك الحسنى. آمين. وصفاتك العلى. آمين. أن تعيذني من كل شر شيطان مريض. آمين. ومن كل شر جبار عنيد. آمين. نحن أهلينا ومن نحب يا رب العالمين. آمين. يا ساتر يا رب. 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 آمين. اللهم اغفر لنا فيما مضى. آمين. ويسر لنا كل عسير عندنا. آمين. اللهم اغفر لنا فيما مضى. آمين. ويسر لنا كل عسير عندنا. آمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.